Bana, mambo vipi mtazamaji wa Katavi Media? Moja kwa moja na kushusha viwanjani, tunaenda kuangazia kwa kile ambacho kilichotokea katika mchezo wa Azam FC dhidi ya Yanga, huko Azam akiwa mwenyeji. Katika ule mchezo bana, kulikuwa na vitu vingi ambavyo vilitokea, lakini moja kwa moja naenda kuangazia kile ambacho kilichotokea kati ya Lusajo Mwikenda, team captain wa Azam FC, wanarambaramba hawa dhidi ya Pacome Zouzoua. Lusajo Mwikenda ni mara mbili sasa amehusika katika kumweka nje Pacome Zouzoua kwa kumjeruhi wanapokutana hizi timu mbili. Bana, Lusajo Mwikenda ni lafu ya pili hapa amemfanyia Pacome Zouzoua. Na ikumbuke msimu jana Lusajo Mwikenda, team captain huyu wa Azam FC wanalambalamba, alicheza aina faulu ambayo ilimweka Pacome Pedro Zouzoua nje kwa muda mrefu, na hatimaye tena imejirudia, kitu ambacho kimepelekea mashabiki wa Young Africa kupaniki na kujikuta wanavamia peji ya Lusajo Mwikenda na kuanza kumtolea maneno yasiyo ya busara, wakihisi kama mwamba huyu anafanya makusudi kwa kile ambacho kilifanyika kwa Pacome Pedro Zouzoua, maestro huyu kutoka Ivory Coast. Pacome Zouzoua ukiangalia performance yake ni kama gari ndo limeanza kuwaka, so kwa Young Africa kumkosa katika michezo zilizobaki ndio ni michezo michache, lakini ndo michezo za maamuzi. Na kama ukiangalia Yanga wapo kwenye kinyang'anyiro kizito au ushindani mkubwa dhidi ya wapinzani wao wa karibu. Hapa anawazungumzia Simba Sport Club Mnyama, ambayo Yanga wapo mbele kwa idadi ya michezo mitatu, Simba wakiwa nyuma kwa michezo hizo. Yanga wanazidi Simba pointi nadhani kama 10 hivi, na kama Simba wakishinda hizo michezo mitatu basi watakuwa na pointi 9, bado watakuwa wameendelea kuzidiwa mchezo mmoja, licha kuwa dabi ile iliahirishwa. Sasa bana, swala au sakata la Lusajo Mwikenda na Pacome Zouzoua limeibua mijadala mizito sana kwa baadhi ya mashabiki wa Young Africa, wakihisi mwamba huyu waga anafanya vitu vya makusudi kumchezea Pacome Zouzoua ili kumweka nje. Na kama inapofahamika kwa msimu uliopita, tukio la namna hili hapa ilifanyika. Lusajo Mwikenda pasi na ungwana kabisa alimchezea rafu mbaya sana Pacome Zouzoua na ikamweka nje kwa muda kadhaa, na hatimaye tena hicho kitu kimejirejea tena. Pacome Zouzoua akachezewa rafu mbaya sana na Lusajo Mwikenda na akashindwa kabisa kuendelea na mchezo katika kipindi cha kwanza, muda huo tayari akiwa ameshahusika katika bao moja, mpira ambao ulipigwa na Prince Pumelelo Dube na moja kwa moja Pacome akaujaza kambani. Licha tu ya funga bao hilo, Pacome alikuwa na mchango mkubwa sana katika mchezo ule, kwani kwa kiasi kikubwa Pacome alionyesha machachari mengi katika mchezo ule, kiasi kwamba kuwafanya wachezaji wa Azam kushindwa nini cha kufanya. Na hata baada ya Pacome kutoka na nafasi yake na Clement Mzize wa Ndakidi, huyu bado pengo lake la Pacome Zouzoua lilionekana katika mchezo ule. Sasa kitu kinachofanyika saa hizi ni baadhi ya mashabiki wamevamia peji ya Lusajo Mwikenda, team captain hapa wa Azam, na kuanza kumshambulia Lusajo kwa matusi, wakimsi kwamba bamba amefanya makusudi kumchezea Pacome Zouzoua kitu kile pale na kumtoa nje, na ilihali timu mpaka hivi sasa ipo kwenye ushindani mkubwa wa kuania taji la mara ya 4 mfululizo kama ambavyo wapinzani wao Simba Sport Club walifanya katika misimu 4 zilizopita. Na niseme asante tu kwa wewe mtazamaji wa Katavi Media. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike na kucomment channel hii ili kuzidi kupata taarifa zaidi. Mimi ni msimuliaji wako Joseph January Kaf. Asante.